Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, tukukaribisha katika murajaa wa somo la al-Lughatul Arabiyya ya faslul khamis katika mlango wa 27. Mlango wa 27, babu tasghiri. Hunu ni mlango wa kufanyisha utoto, wa kufanyisha toto, wa kufanyisha udogo. At-tasghiru ni katika lugha ya Kiarabu ni huwa taghyirun yatra'u ala binyati al-ismi bigharadhin maqsudin, ni mabadiliko ambayo yapatikana katika jengo la jina kwa malengo maalum yenye kukusudiwa, kama mfano wa taklilul hajmi. Malengo ya tasghir ni miongoni mwao ni taklilul hajmi, ni kufanya udogo lile tumbavu ama umbile ama shape ya kitu, kama jabalun jubailun, kijijabali. Hapo ni taklilul hajmi. Au ina maana ya takribu zaman au makan, kama qubailun, qabla qubailun, kikabla kidogo. Ama az-zaman al-makan, bu'aidun, kibada, baada ya mahali fulani. Ama bu'aidun kama saatun suwai'atun, kijisaa, hapo ni zama, na wakati wengine huwa ni mahala. Na vile vile malengo ya at-tasghir ni at-tahabbub, kuipendekeza ama kupendekeza, ile kupenda kitu kwa dhati, kama bunayun, ibnun bunayun, kiji jana ama kiji mtoto hutumika ya bunayya. Hii si kwa kijitoto kidogo, imekuja kwa maana ya tahabbub, kupenda ama kwa kujipendekeza yule baba, mapenzi makubwa kwa mtoto wake, ndio huitwa bunayya. Na saa nyingine yaja kwa taklilu ashani au tahqir, huja mizani ya tasghir kwa sababu ya kudunisha kitu ama kukitweza ama kukitwezesha, kukidharaulisha, kama sha'irun shuwai'irun, sha'irun shuwai'irun, kiji mshair, shuwai'irun, kiji mshair. Na saa nyingine huja at-tasghir kwa maana ya ta'dhim, na hutokea ikaja mizani ya tasghir lakini maana yake kanini ni ta'dhim, kama ahlun uhail, uhailun ya uhaila al-is'ad. Uhaila ni jamaa, iko katika mizani ya tasghir, lakini maana yake si tasghir bali ni watu wakubwa. Ya uhaila al-is'ad, enyi watu wenye usuudif ama kusuudika ama kubahatika, enyi watu wenye bahati. Kwa hivyo hapo imekuja kwa mizani ya tasghir lakini kwa maana ya ta'dhim, na iko na kaida yake, ambayo kaida yake wayatimu, hutimia tasghir bidhammi alharfi alawwal, kwa kutia dhuma harfu ya kwanza, wa fathi alharfi athani, na kutia fataha harufu ya pili na kuongeza na ye. Na iko na mizani tatu ambazo ni qiyasia. Ya kwanza ni hiyo fuailun, ambayo huja katika alismu thulathi, majina ya athulathi, kama qalamun qulaymun. Na pia huja kwa mizani ya fuailun, fuailun,
ambao huja kwa mizani ya alismu arrubai, jina ama majina ya harfu 4 kama tutakavyosoma hapo mbele. Khadimun, khuwaidimun, fuailun na fuailun. Mizani ya 3 ya qiyasi ni fuailun, na mizani hii huja kwa alismu ambalo liko na harfu 5 ama alkhumasi, na sharti harfu ya 4 iwe ni harufu miongoni mwa harfu za illa kama usfurun, usayfirun. Haya ni machache yenye kufungamana na at-tasghir ama babu at-tasghiri. Nuhairun, kijimto. Nuhairun, kijimto. Mto ni ule wa kupitisha maji kwa njia ya majongo ambao kizungu huitwa river. So ule wa kulalia huitwa mto. Hunu ni mto wa maji. Ile ni wisada, hini ni naharun. Wakati mwingine mtu utafsiri na ikawa mafuhumu yake iko mbali. Mto ni ule wa maji, mto ni ule wa kulalia. Hunu ni wa maji ambao asli yake ni nahrun, nuhairun, kijimto. Nayo ni katika mizani ya fuailun, alismu thulathi. Buleidun, kijimui. Buleidun, kijimui ama kijimji ambao ni baladun asli yake. Baladun, buleidun. Na si ya piche, hii ni ya ile ya piche ni balidun, hii ni buleidun ambao asli yake ni baladun, kijimui ama kijimji. Juzaiun, kijifungu. Juzaiun, kijifungu ambao asli yake ni juz'un, kifungu ama fungu. Juzaiun, kijifungu ama kifungu. Qutaitun, kijipaka. Qutaitun, kijipaka ama kipaka ambao asli yake ni qittun ama qittatun. Na kutayibun, kijitabu ama kijichuo ambao asli yake ni kitabun. Ghulayimun, kijitwana ama kijana. Ghulayimun, kijitwana ama kijana ama kijana. Kijana ni mkubwa na kijana ni mdogo ambao asli yake ni ghulamun. Khadimun, mtumishi. Khuwaidimun, kijimtumishi. Khuwaidimun, kijimtumishi ama kimtumishi ambao asli yake ni khadimun. Na hizi kutoka kutayibun kuja huku ni za alismu rubai. Juwairiyatun, kijijakazi cha kike. Kijijakazi ama kijakazi, zote ziko katika mizani ya tasghir Kiswahili. Kijakazi, kijijakazi ambao asli yake ni jariyatun. Na suwaihibatun, kijimwendani. Suwaihibatun, kijimwendani ambao asli yake ni swahibatun, mwendani. Mke pia ina maana ya hivyo, mwendani ni mke. Matakhadha sahibatan wala waladan, hakuwa na mwendani wala kijana, manake mke wala kijana. Shujairatun, kijimti. Shujairatun, kijimti ambao asili yake ni shajaratun. Suwai'atun, kijisaa ambao asili yake ni sa'atun. Huyayatun, kijinyoka. Kijinyoka ambao asili yake ni hayyatun. Hurairatun, kijipaka ambao asili yake ni hirratun ama hirrun. Hurairatun, kijipaka. Suwai'atun, kijisaa. Suwaiqatun, kijisoko.
Suwaikatun kijisoko asli yake ni suqun. Qubailun kijikabla, kijikabla asli yake ni qablu, kabla. Buaidun kijibaada, buaidun kijibaada ambao asli yake ni ba'du, baada. Hizo za shikamana na muda ambao tulieleza mwanzo huko katika malengo ya at-tasghir ni kuonesha takribu zamani au makani. Kabla kidogo, hunayhatun kiji muda kidogo, hunayhatun kiji muda kidogo, kijipunde, kijipunde. Na asli yake ni hanatun, hanatun. Na vile vile hukuwa na hiyo na burhatun. Hunayhatun ni kama kusema burhatun, kijimda kidogo ama kijipunde. Musaitwiratun kiji mistara, kijirula, kijimstara ama kijirula ambayo asli yake ni mistaratun. Suhayibatun kijiwingu, suhayibatun kijiwingu ambao asli yake ni sahabatun, kiwingu, kijiwingu. Musaibihun na kiwingu kama ustadhi alivyosema, Ustadh Muhammad tumepokea kutoka kwake Kiswahili wakati wengine hutumia mizani ya tasghiri ikawa na maana ya ta'dhim, na akapiga mifano Kilimanjaro. Kilima kidogo, sio mlima ni mkubwa, lakini Waswahili wakati wengine hutumia tasghiri kwa maana ya ta'dhim. Kama Kilimanjaro akasema haina maana ni mlima mdogo, ni mlima mkubwa, lakini huitwa nini? Kilima. Kiwingu maana yake ni cha mvua, kile kiwingu cha mvua maana yake ni kubwa, yale mawingu makubwa ya mvua. Kiwingu cha mvua. Akasema mawingu ni yale upita tu, hayana lolote yale, lakini ukisikia kiwingu huwa ni cha mvua, ni yale mazito yalobeba maji. Sasa utasikia lakini ina maana ya ta'dhim. Ndo hapa suhayibatun kiji wingu. Hawezi kusema kiwingu kwa sababu yenyewe iko katika mizani ya tasghir, la, ina maana ya ta'dhim katika wenye kuelewa lugha kama hao kina Ustadh Muhammad, Allah warehemu. Musaibihun kijita, musaibihun kijita ambao asli yake ni misbahun. Mufaitihun kijifunguo, kijifunguo asli yake ni miftahun. Usaifirun kijisigi, kijisigi manake ni yule kijuni kidogo. Tuleimidhun kiji mwanafundi, tuleimidhun kiji mwanafundi, yani kimwanafunzi ambaye ni mdogo. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri zozote tutaelezana sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na radhi za Mwenyezi Mungu ziwaelee wazazi wetu na mashekhe zetu walio hai na waliotangulia katika Darul Haqi. Wa as'adallahu awqatakum wa ila al-liqa.